West TV, tazama ilivyo. Karibu mtazamaji, tumeingia kwenye awamu ya pili kama alivyokuarifu mapema kila siku ya Jumanne. Kwenye awamu ya pili ya Staftahi ni awamu ya kuwapa nafasi viongozi wa kidini ili watupe ushauri kuhusu masuala ya taifa, na tayari tuna askofu yupo studioni. Si mgeni, lakini kwa faida ya wale ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza kwenye Staftahi, itakuwa ni bora tumpe nafasi askofu aweze kujitambua, alafu baada ya kujitambulisha tumpe nafasi ya kuweza kutushauri leo kuhusu masuala kadhaa ya taifa letu na tuweze kupata kauli kama kiongozi wa kidini. Karibu sana askofu. Asante Winnie. Majina yangu naitwa Bishop David Walohu, naibu mwenyekiti wa maaskofu katika kaunti ya Bungoma, na pia msimamizi wa huduma wa Nehemiah Worship Churches. Naam, karibu sana askofu. Asante sana. Tunaamini kwamba kwa kipindi tujakuwa pamoja umekuwa salama. Nimekuwa salama, kazi ni nyingi. Naam. Karibu. Jana ulikuwa wapi? Jana nilikuwa Webuye, nikaenda kwa home yetu, na nilikuwa na mikutano karibu mitatu jana kwangu nyumbani, na tukawa na mkutano mwingine na viongozi wengine mahali. So nikamaliza hiyo, nikaenda kwa home, nikarudi nyumbani. Yeah. Nashukuru nimekuuliza hivyo manake jana eneo la magharibi tumekuwa na siku ambayo ilikuwa na mambo mengi sana. Yeah. Na ilikuwa na mambo mengi kwa sababu alikuwa nakuja akipita akienda nyumbani gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Sipendi sana ni kuhusisha katika masuala ya siasa askofu, lakini kwa sababu tunapenda kupata usemi wenu kuhusu ushauri kuhusu namna taifa linafaa kuendeshwa, namna upinzani unafaa kuangalia mambo yake, namna viongozi wanafaa kuangalia jinsi wana handle mambo ya hapa na pale. Utaniruhusu tu nikuhusishe moja kwa moja basi. Unahisi kama ile safari yake ya kuja kutoka Kakamega, kapita Bungoma, akaenda akaelekea mpaka Trans Nzoia, ilikuwa inaashiria nini kwa Wakenya na familia ya jamii ya Mlembe kwa ujumla? Natembeya ni kiongozi, na yeye ni gavana wa Trans Nzoia, na pia ukiangalia Natembeya he has a will, is hopeful kwamba anaweza kuongoza na aende zaidi ya kiwango ambayo ako ndani, na kitu anajaribu kutumia ni kwamba anajaribu kutumia mbinu mbadala ya kutaka kuweka jamii ya Mlembe pamoja kupitia njia tofauti na vile viongozi wengine ambao wamekuwepo. Yeah. Kwa hivyo kule kuja kwake angalau kutembea kusalimu watu ni kujaribu kuweka mbinu za kuona kwamba jamii ya Mlembe inakuja pamoja. Wini tumejaribu sana, me being also included, tumejaribu sana kuweka community ya Mlembe pamoja. Tumekuwa kwa different caucus, hata sasa kuna wengine ninasikia Kakaya alianza caucus nyingine, but caucus can never work. Haiwezi kufanya kazi katika makarimu wa Kenya. Hizo caucus tutakaa tutakunywa chai, nimehusika kwa nyingi, lakini hasijafanya. So kama yanatembea itafanya ya vile yeye akanatumia, na kama itafanya itakuwa vizuri, because community kicha pamoja tunapata maendeleo mengi sana. Lakini shida ya viongozi wetu ambao tuko nao ni kwamba wana uoga mwingi, sio ati uoga kwa sababu ya serikali, lakini wana uoga na the self-centered. Ninasema hivyo kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mtu kama Kajakwa ama Kalonzo akipita, they can rise anybody kwa hizo community na kesho akue kiongozi wao. Haijalishi anafanana namna gani. They can wake up one morning and they can say one of the councillors in Kiambu becomes a leader and they will support him. Watakuja pamoja, hata utaangalia wale watu wakubwa wenye ofisi kubwa wanateremka na wanasimama na huyo. Why? Because they know the meaning of leadership, but also they are bold. But
sisi leaders wetu that are too selfish, self-centered, na pia kujipenda, na kwa sababu ya hiyo unapata ya kwamba tuko chini sana kwa mambo yetu ambayo tunafanya, kwa sababu unapata ya kwamba most of the time our leaders wetu wanataka wawe ni wao. Kama sio mimi siwezi kuunga mtu mwingine, na nikiunga mtu mwingine naweza kushikwa. Sasa wache niimbe wimbo kwa fence. So ukiimba hiyo wimbo kwa fence, ukiona vitu zinaenda vizuri, wewe unaruka ndani, unaanza kukujwa, ikianza kuharibika unatoroka. So that is those are the kind of leaders ambao tuko nao. So that's why we are the second populated community, but we are lacking behind. We are too poor. Our leaders can never help you. They can never. Kama kuta wakati watakusaidia, then itakuwa in a very unique way. Wewe utakuwa too special. But they cannot. Kule kuja pamoja, kama umesema kwamba jamii zingine wanaamua kwamba ni fulani, tumuunge fulani. Yes. Na kila mtu anaamua kwamba ni fulani, na inakuwa ni fulani. Yes. Lakini sasa jamii yetu tunaona kwamba labda tuko 18 sub tribes yes. Luya. Lakini tukiongeza pia tuna jamii ya Sabaot, tuna jamii ya Iteso iko pale tunaongeza, lakini unakuta kwamba kila mtu anataka upande wa kwao. Unakuta wa Maragoli wanataka Maragoli wao. Unakuta Bukusu they want their Bukusu. Unakuta kama ni Basoso wanataka their leader. So inakuwa kwamba tuko divided kabisa. Hapana mami. Hiyo ni mawazo ambayo watu wanatumia kudanganya watu wa Western. Hiyo ni mawazo. Because we had it Mazina Muliro. I was a young boy, but I knew he was a leader of the Luya community. It came to Mike Wamalwa. Aliongoza wa Luya. But ni wenyewe tena walianza kumdismantle. When he had an agenda, he had a will, he had the capacity, walianza wenyewe kumrudisha chini. So hawa watu, hata Wamalwa kufika mahali alifika, sio ati kwa sababu Waluya walimuunga, hapana. Wamalwa alichishikilia kwa mzee anaitwa Jaramogi. So Wajaluo ndio walilinda Wamalwa. Nikisikia hata viongozi wetu hapa wanachikamba wanasema mambo Wamalwa, hapana. They were the ones who were fighting him. Wamalwa alienda akajishikilia kwa Jaramogi, Wajaluo wakalinda Wamalwa Nairobi, ukimkuza wanakupiga, wanafanya nini? Wanapiga kelele, basi ndio Wamalwa akafika kiwango alichofika. Lakini sio Waluya. Luyas are very poor. They are very poor in mentoring a leader. They cannot. Unless a generation ambayo kinakuja saa hii. And that's why unaona tumeanza kuwa na mirengo. Sijui kama umerealize hivyo. Natembea akona yake Tawe. Juzi nimeona Malala ameingia na ya the former deputy yake ameingia huko. Nasikia Oparaja pia anakuja na ingine. So you can see the entire thing. It's just a bunch of confused leaders ambao tuko nao. Kila mtu anataka mambo yake, yes. Kila mtu anataka kuwe na mahali anakulia. Anda mahali pa kukulia. Na hiyo imefanya kwa nini? Because our senior leaders ambao wako mbele ni watu wa kukula. So ukiona hawa kina Malala wanajifunza kutoka kwao. They have graduated. Ya kwamba kumbe nikiwa na kitu fulani nitakulia. That's why anakimbia naona mahali mlango iko, afadhali apenyezea hapo. So what others will do what was set, so that they can start battling themselves, and it's they would rather afadhali wakuje mapema nyumbani na waongee mapema nyumbani, because it's going to be too late for them and they will have nothing. Watakuwa na chochote. Kwa hivyo wanasema kwamba ni wakati hawa viongozi wetu wanafaa kuanza kufikiria mapema. Sahi. Warudi nyumbani. Sahi. Watengeneze maneno. Kabisa. Wasipofanya hivyo, vile unaona vile wanajiendesha, hakuna mtu ana haja na kufuata watu wenye wamechanganyikiwa. Afadhali uende utafute community ndogo, lakini iko na ina mpango, inaweza ku appreciate
the leaders ambao wako nao wako mbele. Na tu wawe leaders pia wakupeana wenye wana maono kwa ajili ya community. Lakini the kind of leaders we have. So that's why unaona Natembeya has taken a very easy way to move western. They may not accept, lakini ukiangalia, mimi ni mhubiri, ukienda Vihiga utasikia Natembeya ndio our spokesperson. Ukienda Busia sai upande tu gari uende Busia uongee na watu 10 wanane watakwambia Natembeya ni mtu wa kuongea na behalf. Kuja tu hata hii Bungoma hesabu 10 people and then utajua who is the leader. Lakini our people watakaa kwa fence, viongozi wetu watakaa kwa fence waongoje Natembeya atafika wapi. Na if possible wataongea na wale watu wenye wana interest kwa kitu yenye Natembeya anataka wachape kitu kidogo alafu watumike kumdismantle. Kwa sababu wanasema kwamba hawajasema kitu kwa sababu haya mambo ya Natembeya alianza juma lililopita, ambayo najua kwamba hata kama wewe kiongozi wa kidini, wewe ni askofu, unasema kwamba kama serikali na mambo ya kuchunguza ichunguze tu, lakini pengine pia mbinu ambazo zinatumika askofu. Manake tumekuwa tunazungumza na niruhusu nikuulize hili. Pengine mbinu ambayo ilitumika wakati ule juma lililopita kwenda katika boma la Natembeya, anasema kwamba yeye hakuwepo pale nyumbani kule Trans Nzoia, yeye alikuwa Nairobi, lakini walienda pale wale maafisa wa EACC. Nadhani kwamba macho ya wananchi na mawazo yao ilianza kuamshwa kuanzia ile siku, kwa sababu vijana walienda pale katika ile boma, baadhi ya vijana na baadhi ya watu wa Trans Nzoia, kwa sababu walikuwa naenda pale kumtetea kiongozi wao. Na hata tukasikia wale wawakilishi wadi, baadhi yao katika kaunti ya Trans Nzoia kusema kwamba sisi tunamjua governor wetu, hatujaona mali ambapo kumekuwa na ufisadi, japo EACC inasema kwamba kuna madai ya ufisadi. Kwa hivyo baadhi ya viongozi kaunti ya Trans Nzoia, baadhi ya wananchi kule, na ikawa imeanza kutoka nje ya Trans Nzoia ikaingia sasa eneo la magharibi na ikaanza. Na kabla ya kwenda kwake juma hilo lingine lilokuwa limepita, alikuwa ameonekana katika mambo ya kutetea Nzoia isiweze kukodishwa kabisa. Yeah, I think I can tell you as a clergy, we really supported the Kenya Kwanza government, because we always tulijua kwamba President Ruto ni mcha Mungu, na tulijua kwamba Kajagwa the wife ni mchungaji. So tuliwashabikia sana, encourage our members so kwamba hawa wakue alternative ya Kenya. Na kweli kabisa serikali ya Kenya Kwanza ilipata kura, lakini iliweka serikali hii kwa kiti ilikuwa ni dini, kwa sababu wingi wa kura ambazo zilipikwa zilikuwa ni waumini. Lakini nataka kusema ni kwamba vile mambo inaendeshwa wakati huu, that's why unapata hata sisi kilaji wenyewe tunashangaa. Hatukutarajia vitu siendeshwa katika njia ambayo hivyo inaendeshwa. I love President Ruto sana. Ni mtu ambayo once you agree on something, yeye atafanya. Lakini sasa sijui ni captains watu wenye ameweka kwa uwanja wa mchezo ama sijui namna gani, kwa sababu ukiangalia uone na kuna kiongozi anapiga kelele jambo fulani, usipuuzie na usianze kupikana na yeye, kwa sababu kama anapiga kelele huyo mtu ako na watu wake. So ukienda kumattack, and let me tell you, mtu anaitwa Mbugusu, unaona ni Mbugusu hawapendi sana viongozi wao, lakini ukipika kiongozi wa mtu wa Bungoma, mtu mwenye damu ya Bungoma, wewe unakuwa adui namba moja. Na nataka kukupa example. President Moi, the time he started war with Masinde, he became the enemy of Bungoma. Bungoma ilikaa kwa opposition miaka yote, na hawakujali na hawakushituka. Wakati Raila betrayed Wamalwa,
Watu wa Bungoma hii hawakusamea Raila mpaka leo. Na I hope President William Ruto will not follow suit. Because when Bungoma, they decided to fight you, they don't go back. Mtatembea, mtaongea, lakini mioyo yao iko mbali na wewe. Na viongozi ambao wako mbele yetu wanajua hiyo. And nilikwambia wakati mwingine ya kwamba they should not lie to the president. But also the president should atumie machinery yake, afike chini, asikie watu wanasema nini juu anatembea. Kwa sababu Kenya hii tumekuwa watu wameiba mabilioni ya pesa. Hatukuona security kama hiyo. Wengine hata walienda kotini wakaambiwa waliiba mahindi, sijui wakataka kunyang'anya zile board. Billions of money wako kwa prisons leo. Hawako hata hatujui kama gezi ziko. Lakini sasa why should be kiongozi tu akiamuka tu ati kwa sababu ametoka magharibi mwa Kenya anatumiwa jeshi kubwa watu na hayuko kwa boma. Desturi sisi tumekuwa Kenya hii tumeangalia saa zingine security hukuja hivyo kukuja kublandi vitu. Na hata natembea lazima kuwe very careful. Kwa sababu at the end of the day hata pengine walipokuja hivyo they have planted something in that compound. Na siku moja watakuja kusema tulienda huko na tukapata hiki. So sisi tunajua vile watu hufanya kazi. Lakini sio vema pia kutaka kudismantle mtu ambaye anafanya kazi kuhudumia raia wa Kenya. That is not the way to go. Mimi ningependa kuuliza serikali kwamba kama mmejua kwamba governor ako na shida ama pengine president ako na shida na president, na sioni kama anatembea ako na shida na president, na anatembea ako na shida na viongozi wa magharibi. Anatembea hana shida na president. And that's why angekuwa shida na president, angekuwa anaongea kusimama president pengine this coming election. Lakini ako na shida na viongozi wa wapi? Wa magharibi. But people who advises our president, I think wako na limitations. They give him wrong informations. Na utapata kwamba the very people ambao wangemsaidia rais in the next election, they are the people who are being beaten. Ataenda kupaki na very weak people. Kama leo hii, if Natembeya will keep going the way he's going, then Western hii in a year to come hatutakuwa na mtu mwingine kiongozi wa Lui. Na wamejua hiyo. So ni vema rais pia angalie kikundi chake na pia mwenyewe ajichunguzie mambo. Asiachilie tu. Sasa zingine hata ukiwa kiongozi, sisi ni wachungaji. Unaweza kuwa kanisani na mtu anakuambia pastor wako wa kanisa fulani anafanya jambo fulani. Sasa zingine utamtumia wazee. But sasa zingine wewe mwenyewe unachukua fursa hiyo kutaka kuangalia bila anafanya mambo. Utamsikiza, uangalie vile anafanya mambo na umuite, ikiwezekana umuongeleshe, mwambie baba, hii jambo linafanyika hivi kwa sababu jambo fulani limekuja likaingiliana hapa. That's why kama serikali tuko nafanya jambo kwa njia fulani. Lakini ukisikiza washirika wako wa kanisa, utakosana na washirika wengi sana kanisani. At the end of the day utajipata hauna kanisa kwa sababu ulifungua masikio kwa ideas nyingi sana kwa watu ambao wanakupenda na wasio kupenda, lakini wako ndani ya kanisa lako. So ni vema rais aangalie mambo vile inaenda, na it's good to make friendship. It's not good to frustrate someone kwamba kwa sababu amefanya hii lazima nimkoge kwa njia hii. Mambo yanatembea. Ukiuliza mtu kutoka magharibi leo, hata kama anatembea ni bwisi, haya hawezi kuambia anatembea ameiba. Wanaona the president ako anapika na atembea. Vivo ndio community saa hii inaangalia. Inaona. Haitaki kujua
Na hata mistake ingine yenye alifanya. Kwa nini ilifanyika wrong? It was wrong timing to the wrong person at the wrong time. Sababu uende kawa haya madai yakichunguzwa pengine yanaweza kuwa na ukweli. Hii mambo ya ufujaji. Lakini sasa yes, yalikuja wakati ambapo ameongea kuhusu vitambulisho. Yamekuja wakati ambapo ameongea kuhusu Nzoia. Yeah. So it was a wrong timing. So watu sahi hawaoni Natembeya kama ni mtu anakosa. Hata kama kosa liko. And then again ukiangalia ukisoma mashtaka hapo tu utajua kwamba hii si shitaka. Hii ni mtu amekaa chini na hata mimi si mwenye sharia, lakini ukiangalia hiyo mashtaka, ukiangalia hapa kuna mtu tu akona anawasa kitofauti. Kwa sababu ilianza na 1 point something billion. 1.4. Ikashuka mashtaka inakuja mpaka inafika kwa 2 billion, sijui 1.6 million, another one 2 million. Haipiti hata milioni 6. Gavana mtu gavana Lusaka hapa ukiongea mambo ya milioni 6. That's very little money to governors. Hizo ni pesa anaweza tumia, kwa sababu wengine waliingiaga kwa politics wakiwa na pesa. Walikuwa wafanya biashara na walikuwa na pesa tayari. Wewe ukimwambia milioni 6 ameiba to a governor, that is hiyo ni kama mchezo unafanya. People will never trust you. Watu hawezi kuamini serikali kwa sababu vitendo ambavyo serikali inafanya ni mbaya. Tu viongozi wengi ambao wako kwa serikali, scandals zinakuwa mentioned every time. And then arrogance. I will wish to, if today sometime back ningefikia president kwa simu, lakini sikufika hiyo simu ayeti. Lakini I will just try to send the message, mwambie baba, please jaribu kufikiria sana hii timu yako yenye umeweka karibu. Honestly, timu yenye president ameweka kwa kazi haifanyi kazi. He's really trying. He's going out to beg money, analeta pesa. Lakini hawa jamaa, they talk too much, they post too much, they threaten people instead of working. Kenya hawahitaji kupewa vitisho. Kenya kama kilanji sisi tunaambia serikali ifanye kazi. Sisi ninakumbuka siku moja, because I was on another forum, nikaambia we as a clergy we will support William. Watu walikuja mbaya kama mvua. But sisi tukiamua huwa tunaamua tu na tunafanya vile tumesema. That's what we had decided. Hiyo ndio tulikuwa tumeamua. Na hatutaki mahali ambapo dini ilihusika ituletea aibu kwa washirika wetu. Hiyo ndio unaona hii serikali, wachungaji wengi tunalia, tunaaibika na vitu ya serikali inafanya, inatupa aibu. Viongozi ambao wako tuko nao hapa wanatupa aibu. Tuliwashapikia, tukaongea na washirika wetu, tukasema policy iko sawa kila kitu. Lakini sasa the results siko zinatuumiza sisi. Na sisi ndio tuko tunapigwa nyumbani huko. Hata saa hii mtu akikuja kuchangia pesa nyingi, jenzi watakukujia. Wanasema nyinyi ndio mnaharibu nchi. So sisi ndio tuko na shida. Hata wanasiasa hawana shida. Sisi wahubiri ndio tuko na shida kubwa. Kwa sababu wanaamini kwamba sisi ndio tuliweka hii serikali kwa uongozi. Na mliwaambia ni nzuri. Na tuliwaambia ni nzuri. Na ukweli ni nzuri, lakini kuna baadhi ya wale ambao kuna watu wanasumbua rais bure. Lakini yeye tunaomba Mungu amfungue jicho la ndani. Sisi wahubiri unakuwa na jicho la lingine lenye sio la kawaida. You can discern things. Unaweza kudiscern mambo na uyashughulikie. Kwa sababu ako pale amejaribu miradi inafanyika
Yeah. Lakini watu ambao wamekuwa pale kwa majukumu ndio wanazembea katika ile kazi. Anaamini watu wabaya. Na watu hawako tayari kumwambia rais kwamba hii sasa ukimwambia rais kwamba hii ni mbaya, hao watu wale wakora wanaanza kukutusi. Hao ndio wanatumika vibaya. Yaani wana bluff rais. Na hiyo si sawa. Kwa hivyo pana haja ya viongozi wetu kuambia rais ukweli. Yes. Nakumbuka kuna wakati ambapo rais alikuwa amekuja huku mara kadhaa. Yeah. Na alipotoka kuna baadhi ya viongozi walizungumza, hasa viongozi ambao tunadhania kwamba wako kwa upinzani, kwamba ulivyosema askofu kwamba baadhi ya viongozi ambao karibu na rais hawamwambii ukweli, hawamwambii matatizo ya watu wa Mlembe, hawamwambii watu wa Mlembe wanataka ABCD. Wanamwambia tu rais kila kitu iko sawa. Iko sawa. Miradi ya maendeleo iko sawa. Haijakamilika wanasema iko sawa. Umetupa kazi mingi. Paka siku nyingine tumefanya mkutano ya maombi hapa. Wa viongozi wetu wa hapa walifurahi. Tumetupa ya kutosha. Paka Kajagwa akasema sasa sasa nyinyi mmepata ya kutosha, sasa wacha tupatieko wengine. Because they don't know wakati hao wameshiba wanafikiria watu wa magharibi wameshiba. Wakati watoto wao wanapanda ndege wanafikiria kila mtu wa magharibi anapanda ndege anaenda kwa shule nzuri. Wakati hao watu wanalala njaa na hao wanakula wanafikiria watu wa magharibi wameshiba. So wakati tunataka pia rais aone kwamba tuko na mahitaji, hawa wanasema rais in Western hatuna mahitaji. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Kazi ulishatupa, kila kitu ulitupa. Yaani mimi Bishop wako nimeandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi West. So naona. So uwezi kusema tu ati umetupa kazi nyingi. Paka yani walishukuru kazi nyingi paka hata mimi nikakaa chini nikahesabu. Nikaanza kuhesabu zile kazi kubwa zenye nimeona singipewa watu wa magharibi. Nikahesabu waliniaibisha bwana. Haifiki 20 pengine. Hata 10. Nao wanasema tumepata kazi. Na wengine walipata tu kwa sababu ya uhusiano wao na rais. Si hadi hao waliwasaidia. Kama kuna hawa viongozi wetu wakubwa wamesaidia, hawapiti watu wawili. Lakini wanaona kama kila kitu iko sawa. Kabisa. Wanasema kwamba miradi ya maendeleo inaendelea vizuri katika eneo la magharibi. Wanasema mkulima wa kahawa ako sawa, mkulima wa miwa ako sawa. Sasa na tumemwona sasa Wini. Naam. Mkulima wa miwa ako sawa kwa njia gani? Wanasema mkulima wa miwa unafanya percentages ya tons za miwa. Unajua kwa tani moja mkulima analipa pesa ngapi? Niliona juzi wameongeza from 5,300 to 5,800. Sasa tani moja inatoa sugar kiasi gani? Sijui. You know, we should not be bluffed in this country. Inatoa miwa, inatoa sukari kiasi gani? Tani moja. Unajua tani ni kubwa. Na sukari moja inaruhusu pesa ngapi kwa kilo? Kwa kilo sasa tuko around 160 to 180, 190. Tani moja hiyo inaweza toa sukari karibu gunia moja. Hata si gunia moja, inaweza gunia kadhaa. Sasa mtu akikupatia shilingi 5,000 na mtu ametoa gunia karibu 3 kwa tani moja. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha mkulima ha benefit mahali popote. Nothing. So how kutuambia kwamba sorry. Kidogo mtazamaji, tutashughulikia hapa swala fulani kabla tuzidi kuendelea kupata kauli ya askofu. Kwa hivyo tunaangazia haya mambo tu ya kisiasa, mambo ya kuunganisha jamii yetu ya eneo la magharibi, faida ya mkulima. Na ndo askofu anasema kwamba ndio bei ya miwa imeongezwa, ya tani ya miwa, lakini unajua ni kama sijui kama wakulima wetu wanapewa uhamasisho pengine ya askofu, sijui. Mimi sijawahi lima miwa. Na hata kusema tani moja ya miwa sielewi iko na uzito wa aina gani. Sielewi kwa sababu mimi si mkulima na sijui, lakini wakulima wengi wameshabikia
Wanasema kwamba bei ya miwa imepanda, tuko sawa. Ignorance ndiyo inasumbua. Hawajakaa chini wakafanya tani ya miwa inatoa sukari kiasi gani. Unaona? Ukitaka kujua kwamba you are making profit kwa biashara, unafanya calculation, the input, utoe input yako, si ndio? Alafu ufanye the profit, utoe na ufanye pesa ile unarudisha, and time. So watu wetu wa magharibi wanaweza kuwa wanashapikia vitu ambavyo haviko, they are celebrating, lakini ukimuuliza tu tani ya miwa inatoa sukari kiasi gani, atakwambia hajui. Lakini Muhindi anajua. Hawa watu siku hizi wameweka ladiri kila mahali ya kupima sukari. Unasikianga hawa serikali yetu imetuma watu kwenda kuchunguza hizo ladiri. Sijasikia. Hujasikia. And human beings are human beings. Hizo ladiri zinaweza kuwa adjusted na ukulima aendelee kupata hasara. So and then also makosa yenye serikali ilifanya ama our leaders walifanya, kuchukua factory hii wapatiane factory to the neighbor factories, because Naitiri ni ya mtu mmoja, West ni ya mtu mmoja, ziko hapa zingine hapo Busia ni za huyo mtu. And then you take Mumias and then unachukua Nzoia unampatia monopoly. Mkulima atabenefit nini? Kwa sababu kampuni zote ni zake. Atafika mahali yeye ndiye ni wa kusema. Ukitaka upeleke miwa, ukitaka usipeleke miwa, hata tukisema 2,500 tani moja, utapeleka wapi miwa yako? Na umepanda lazima upeleke kwenye kiwanda. Yes. Lazima and yet our leaders hawajui kwamba competition is good for our people. How can you go, unaendaje kulobi factory ya jirani iko hapa na alafu unaweka ingine hapa, alafu utarajia kwamba mtu wako atapata faida? Hii kampuni wangepea mtu mwingine independent, so that walete competition. Ikiwa na competition unaweza sema sasa Nzoia itaanza kulipa watu, lakini hii yenye wametufanyia ni kutudanganya. I'm a man of God and I have to say the truth. Pengine ninaweza kuwa na kosa mawazo ya kibiashara, lakini the little knowledge, yani akili ndoko ile unasoma hapa, unapata kwamba the factory ilipewa the wrong person. Maybe mchakato wa kukodisha si mbaya, lakini wangeangalia, wangeweigh na kuona mtu mwingine ambaye kuliko yule ambaye Wakenya wanamjua tu kwamba ni Rai mmoja ambaye alikuwa chukua pan paper, ni Rai ambaye kuna kiwanda fulani cha sukari, tena ni Rai ambaye anapewa hii. Sasa hizo factories zote ni zake. Kwanza hii wako wanatanga haitafanya kazi for long. Wametanganya watu kuwalipia pesa shilingi 300 mshahara out of 27 months. How sure are you they will pay you that money? Si tutakupea community ipoe, siasa ipoe, kila kitu ipoe, tunapeleka mashini kwa service. Tumekuwa Kenya hii tumeona Winnie. Pan paper ilifanywa namna hiyo. Lipa watu 300, watu wapike na waambie enda nyumbani, tunafanya service ya mashini, ikipik mtarudi kufanya. Ilipik. Bado service inafanywa mpaka leo. Bado inafanywa mpaka leo. Juzi ndio walipata sukari ya subu inapakiwa huko. Hiyo sukari ulisikia tena walipo invention, ulisikia tena ilipotea. So we are selling our factories zetu zinaenda, lakini sasa our leaders hawatupangi vizuri, kwa sababu wangekuwa tu watu wana nia mzuri, wana nia ya kwamba watu wa magharibi wapate, ama watu wa Bungoma wapate faida, wangeleta another company
to compete with the neighboring company. Hiyo sasa inge benefit mkulima, lakini kile kwa wamefanya haiwezi kubenefit mkulima. Hiyo itaua, kwa sababu inafika mahali monopoly inaenda yenye itakuwa ni ya mtu mmoja. So kama mimi ndio tajiri, si nitakwambia ulipe miwa ama ufanye nini? Uache. Ama uache. Tu niko na shamba nimekodesha kwa 2,000. Mwenyewe unapanda. Ni mwenyewe anapanda. So ukae na yako, mimi nilime shamba niko ya kutosha. Unakuwa mkulima at the same time, yes. Wewe una supply miwa kwa kampuni yako. Na hata hiyo sasa sababu unapeleka kwa kampuni zisiko zinafanya kazi. You don't tuwezi kupeleka hapo input ni nyingi. Okay. I think ndio kitu ambacho pengine unavyosema Askofu kwamba viongozi wetu wangefikiria kuhusu hilo, alafu wahusishe wakulima. Wajua wakulima wengi wakulima wengi pengine wanakubalia kwa sababu wao wanataka deni lao lilipwe. Amekaa bila kulipwa kwa miaka 2, anahisi akipata mtu ambaye atamlipa anahisi imetosha. Mfanyikazi yuko pale kwenye kiwanda na anaona kama mtu akija amlipe miezi 3 anahisi iko sawa, lakini haoni madhara ya mwaka mmoja ambaye inakuja mbele. Na rais umesema kwamba rais ni mzuri. Rais wetu anajaribu, anaweka mikakati ya kuimarisha uchumi wa taifa. Na alisema yeye hawezi rudi nyuma kuhusu swala la kukodishwa kwa viwanda vya sukari. Alisema maamuzi yashafanywa na ni hivyo. Sasa yeye ameamua hivyo. Si vibaya kukodisha viwanda vya sukari. Lakini ni akina nani wanakodesha viwanda za sukari? Ukitaka kujua our leaders are selfish. Uliona bitters wenye walienda wenye wafanya application ya kukodesha hiyo factory. Kampuni ngapi, watu wangapi wali apply kununua kukodesha? Uliwaona? Haukuwaona? Maybe even there are some who quoted much more higher and they had better terms. Na kwa sababu unajua mko na watu ambao yeye anaangalia masuala yake. Nilisoma gazeti nyingine ya Citizen juzi, wamepanga vile our leaders walikuwa na private, mwingine 1500, mwingine sijui. Lakini kama umeona gazeti limeandika na mwanasiasa hajasema na kupeleka kotini, Sierra Marija alikula. Because when you unafanya allegations za uongo unashitakiwa. Unaona? Lakini sasa this is something that has been written and they are quiet. Sasa kuna mtu anasema andika, alafu angeleta uongo tutoe hii. Sasa ukiwa mwanasiasa huwezi ongea hapo, unajifanya hii kitu watu wasahau. Rais kufanya hiyo uamuzi ni sawa, lakini ni watu wangapi walifanya application kutaka kukodesha kiwanda cha Nzoia? How many people? And that's what Natembeya has been asking, and other leaders. Na watu wenye hawajui pengine mambo mengi kama mimi, nilikuwa nauliza na ni watu wangapi walifanya application na kwa nini huyu akachaguliwa? And then also Peters walikuwa wangapi, alafu Karama kila Peter alikuwa ako tayari kutoa pesa ngapi? Unajua pan paper the highest bidder was denied. Tulikuja kujifunzaga hiyo baadaye. Pengine kwa sababu ya ushawishi wa baadhi ya watu fulani. Leaders wetu. Kwamba huyu apewe, huyu asipewe. Huyu apewe. Haya. Tumalize Askofu. Kauli ya kumaliza haya mambo ambayo tumeyasema leo kwenye staftai. Kauli ya kumaliza leo ni kwamba Kenya ni kubwa na watu wa magharibi, huu ndio wakati wanapaswa kukuja kufanya haraka sana na wakae pamoja na waache kujipenda, waache tu wakae pamoja. Kama wanaweza kuja na wakae pamoja na waongee kama nyumba moja, watafaidika. Lakini wakichelewa, meli ishatoka.
na ikitoka watawachwa wamesimama kule ukingoni, hawatakuwa na lao. Hata wale wenye wako watafurahia saa hii, wakikula wakifurahia saa hii. Meli shatoka, na wanapoendelea kukula wakikaa, pengine umri yao inawaruhusu wakae wanyamaze wakule, wamesanya ya kutosha. Lakini nataka kuambia viongozi wenye wangali umri wa chini kuniliko mimi, lazima wajifunze kuongea na kukaa pamoja. Waje wakae pamoja, waongee pamoja, wakuwe na nia moja na agenda moja. Nia moja tu ni kusaidia mtoto wa Western Kenya. Hapo ndio watakuwa wanasaidia. Mimi kama Kilaji nasema the entire country ifanye nini? Ifaidike. Pati mimi ninahubiria watu wa kutoka hapa. Mimi mwenyewe nimezaliwa hapa. I would prefer to see my region also inainuka, inaenda juu. So nauliza viongozi ambao wana umri wa chini wawache kufuata mwenendo ya viongozi wale wazee ambao wanatembea kwa njia ya kipekee ya kibinafsi. Warudi chini na waitane pamoja na wachukue njia moja ambayo itasaidia community ya Western Kenya. Naam. Asante mtazamaji, tumekuwa kwenye awamu ya pili ya Staftahi. Kila siku ya Jumanne kwenye awamu ya pili huwa tunahusisha usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Manake viongozi wa kidini wako hapa kuweza kukosoa, wako hapa kuweza kuzungumza kuhusu mwelekeo ambao unafaa kuchukuliwa ili wewe kama Mkenya na taifa letu na viongozi wote waweze kushirikiana kuchukua mkondo ambao unatufaa sote kama Wakenya, na tunapata amani, tunapata utangamano, tunapata kuimarishwa kimaendeleo na hata kiuchumi. Na tumekuwa na Askofu David Waluhu ambaye amekuwa mgeni wetu leo kwenye awamu ya usemi wa viongozi wa kidini. Nasema asante sana Askofu. Asante sana. Mungu akubariki. Nashukuru. Asante. Mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet. Tunaondoka, lakini kuna awamu ya 3 ya Staftahi itakuwa inaingia timu ya The Morning Scoop. Kwa hivyo usiondoke mtazamaji. Sisi tunaondoka kwa sababu muda wetu umefika pale, tupishe timu nyingine. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, tumekuwa na Askofu David Waluhu, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet. Tunasema asante. Asante sana.